asifiwe sana. Tunashukuru Mungu kwa kutupatia nafasi nyingine siku ya leo tuweze kukuletea neno lake Mwenyezi Mungu, neno ambalo naamini ya kwamba litakuwa baraka kwetu. Nataka kukaribisha wewe ambao unanisikiliza, members wetu wa kanisa letu na marafiki ambao kila mara mnatutazama. Tunataka kusema Mungu awabariki sana. Tunataka tuhakikisha kwamba wale wote ambao mnatutazama tunawatambua na tunaona yale ambayo mnafanya, vile ambavyo mnatuona, the comments ambazo mnatupatia. Mungu awabariki sana, nazidi kuwatenda mema kwa kututazama na kupata baraka yake Mwenyezi Mungu kupitia neno lake. Somo letu siku ya leo tutapata kwenye kitabu cha Deuteronomy chapter 6, kumbukumbu la Torati mlango wa 6, na tutasoma kuanzia mstari ule ambao ni wa 4 mpaka ule ambao ni wa 9. Kama uko na Biblia yako unaweza kunifuata, na kama huna unaweza kunisikiliza mahali ulipo. Maandiko inasema kwa Biblia ya Kiingereza, "Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These commandments that I give you today are to be upon your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands, and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates." Hilo ndilo neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Wacha Mungu aweze kutubariki tunapoendelea. Baba, katika jina la Yesu tunaomba ya kwamba Mungu utanena pamoja nasi leo kupitia neno ambalo umetuandalia. Sisi ni watoto wako, tunatarajia kutoka kwako. Baba Mungu, nataka kuomba kwamba neno lako litatufikia vile ambavyo umetupangia siku ya leo. Tawala na utende mema, katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Amen. Andiko hili ambalo nimesoma kwenye kitabu hiki cha kumbukumbu la Torati ama Deuteronomy ukipenda, ni maneno ambayo iliandikwa na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Musa. Na Musa aliandika kitabu hiki akikumbusha kizazi kipya cha wana wa Israeli kuhusu yale ambayo Mungu alikuwa ametenda, miujiza ambazo Mungu alitenda mbeleni. Kumbuka ya kwamba hii ni kizazi kipya, pengine hawakuona sana yale ambayo Mungu alitenda hapo zamani, vile Mungu alitoa wana wa Israeli pale Misri na miujiza mingi ambayo ilitendeka. Na kwa hivyo nikana kwamba kikundi hiki ni kikundi ambacho hawakuwa wameelewa maandiko sana, na ndiposa Musa akaandika kumbukumbu hii kuwakumbusha na kuwaelimisha wapate kuelewa mapenzi ya Mungu na yale ambayo Mungu aliweza kutenda kwa wana wa Israeli. Na kwa hivyo ni kitabu ambacho ni cha baraka sana tunapoisoma. Hata siku ya leo ni applicable kwa sababu inatufundisha mambo makubwa sana, vile ambavyo tunafaa kuishi kama Wakristo, na vile ambavyo Musa alikumbusha wana wa Israeli. Hata na sisi leo kuna mambo mengi tunaweza tukajikumbusha katika somo hili, vile ambavyo Mungu anatenda na atazidi pia hata kutenda. Na kwa hivyo ukisoma katika mlango ambao ni wa 6 ambao tuko siku ya leo, kuna mambo mawili ambayo Mungu alitaka kwa wana wa Israeli. Na ni kwamba maagizo ambayo Mungu alitaka ni kwamba wana wa Israeli wapate kumcha yeye ama kumwogopa yeye. Jambo la pili ni kwamba wapate kumpenda. Hayo ndio mambo mawili ambayo yanaonekana katika mstari wa 1 mpaka ule wa 9 ambao nimeweza kusoma. Na kwa hivyo wapendwa, kila ambacho nataka tukaweza kuzungumzia siku ya leo ni jukumu yetu
kama Wakristo pale nyumbani. Jukumu ya Mkristo pale nyumbani. Mkristo ni nani? Mkristo ni mtu ambaye ameamini, ako na uhusiano wa moja kwa moja na Mungu kupitia Yesu Kristo. Na kama vile maandiko haya imeanza vizuri kwa kusema, Hear, O Israel, ama enyi wana wa Israeli sikilizeni, the Lord our God, the Lord is one. That is faith. Ni kukumbusha kizazi kipya ya kwamba yule ambaye anaabudiwa ni Mungu huyu ambaye ni mmoja. Wengine wanafikiria kwamba tunaabudu miungu mitatu. Hapana, hatuabudu miungu mitatu. Mungu wetu ni Mungu mmoja, lakini anaonekana katika utatu: Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu. Kwa hivyo hii ni ukumbusho tu ya kwamba sikilizeni enyi mnao imani, mnao amini ya kwamba Mungu ndiye wa kuabudiwa. Na kwa hivyo Musa anakumbusha kizazi hiki. Na siku ya leo sisi tuna uhusiano na Mungu kupitia Yesu Kristo. Na kwa hivyo ninapozungumza nasi leo, nataka nizungumze na Wakristo, wewe ambao unanisikiliza popote ambao unanisikiliza, ya kwamba tuko na jukumu kama watu ambao wanajua kwamba ni nani wanayemwabudu. Imekuwa muda hatujakuwa kanisani kama miezi mitatu, lakini swali ni kwamba jukumu letu ni gani kama Wakristo pale nyumbani? Pengine tulikuwa tumezoea huduma ambao tunapata kanisani, ujumbe ambao tunapata kanisani pengine kupitia kwa mchungaji ama mnenaji wa hiyo siku na mambo kama hayo. Na wengine walitegemea hiyo ili wapate kuendelea katika maisha yao ya Ukristo. Lakini nataka nisema kwamba kuna jambo ambalo ni zaidi ya kuja kanisani. Kuja kanisani haitoshi. Kuna huduma nyingine pale nyumbani. Na kwa hivyo nataka nizungumze kuhusu jambo hili, ya kwamba jukumu letu kama Wakristo, wakati pengine ambapo hatukutani kanisani, jukumu langu na jukumu lako wewe ni nini pale nyumbani? Jambo la kwanza wapendwa ni kwamba, kama vile nimetangulia kusema, kama kuna jambo ambalo Musa anakumbusha wana wa Israeli ni kwamba wapate kumwogopa Mungu ama kumcha Mungu, na jambo la pili ni kumpenda Mungu. Na katika hali ya kumwogopa Mungu na kumpenda Mungu ni kumaanisha kwamba wapate kufuata sheria zake. Na kwa hivyo leo kama watu ambao tunamwogopa Mungu, tunamcha Mungu, jambo la kwanza ambalo nataka tujikumbushe ama tujue jukumu letu ni kwamba maagizo haya ambayo ni ya Bwana, ama amri hizi ambazo ni za Mungu wetu, ama kwa njia nyingine kama tungezungumza kwa sasa tungesema neno lake Mwenyezi Mungu linafaa kuwa katika mioyo yetu. Hiyo ni mstari wa 6. Mstari wa 6 anasema kwamba these commandments that I give you today are to be upon your hearts. Hilo ndilo jukumu letu la kwanza kama Wakristo pale nyumbani, ya kwamba maneno haya iwe katika roho zetu. Sheria hizi zipate kuwa ndani yetu. In other words, kila ambacho mtumishi wa Mungu anasema ni kwamba tukaweze kuwa na ufahamu wa undani wa maagizo yake Bwana. Itakuwa ni vigumu sana kuishi maisha ya Ukristo bila neno la Mungu kuwa katika mioyo yetu. Ni lazima kwanza iwe imesink katika mioyo yetu ili tupate kuendelea. Kwa sababu neno la Mungu, jambo la kwanza, inatusaidia katika kuepuka na maovu. Ukisoma Psalms 119 verse 11, anasema ya kwamba, ama inasema ya kwamba neno lako nimeliweka ama nimelificha katika roho yangu ama katika moyo wangu nisije nikakutenda dhambi. So inatuepusha na maovu. Na jambo la pili ni kwamba tumeagizwa ya kwamba neno hili tupate kuwa matajiri wa neno lake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo jukumu langu la kwanza kama Mkristo ni kuhakikisha kwamba sheria hizi ambazo ni za Mungu wetu ziko katika moyo wangu, nimeziweka katika roho yangu, kwa sababu inaweza kunisaidia katika maisha yangu ya Ukristo niweze kusimama imara, nikaweza kuwa Mkristo ambaye amekamilika. Ni kwa sababu ya kuweka neno hili katika mioyo yetu. Wengi wetu tumesikia maandiko, tumesikia neno la Mungu, lakini sijui ni wangapi tumetreasure ama kuweka mambo haya
katika mioyo yetu. Hiyo ndio hatua ya kwanza ya kwamba neno hili liwe ndani yako, isikuwe tu katika kichwa. Unaweza tu kusikiliza ikaingia katika kichwa na ikaenda, lakini inafaa kuwa katika moyo wako. Hapo ndipo mahali you're supposed to store, ama ni store ya kuweka neno la Mungu. Hiyo ndio jukumu letu la kwanza. Jukumu la pili, wapendwa, ni kusema ya kwamba tuko na jukumu ya kuelimisha jamii yetu. Mstari ule unasema nini? Anasema katika mstari ambao ni wa 7, impress them on your children. So jukumu ambalo niko nalo pale nyumbani wakati kama huu ni kuhakikisha ya kwamba jambo la kwanza, neno la Mungu liko katika moyo wangu. Jambo la pili ni kuweza kufundisha na kuelimisha watoto wangu. Niko na kazi. Mchungaji wa kwanza pale nyumbani ni mimi na wewe. In fact, maandiko yanasema kwamba teach them diligently. Yani unafaa kuwa careful. Yani kunafaa kuwa na mpangilio wa aina fulani, kunafaa kuwa na curriculum fulani ya kuweza kufundisha jamii ama watoto wetu neno lake Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio kazi yetu. Usilalamike na kusema si tutarudi kanisani, tuende watoto wetu wafundishwe Sunday school ama wafanywe nini. Uko na jukumu pale nyumbani kama Mkristo ya kwamba kwa sababu neno hili liko katika moyo wako, limejaa katika moyo wako, then unaweza ukafundisha watoto wako. Na maandiko yanasema nini? Talk of them. Yani zungumzia mambo haya. Zungumza kuhusu neno hili. Zungumza kuhusu neno hili unapoketi. Unapoketi pale nyumbani. Sijui watu wanapoketi pale nyumbani ni nini wanafanya wakati kama huu. Lakini ndio kuna program ambayo imesumbua watu ambayo inaitwa Maria. Hapo ndio watu wanaketi na kuangalia Maria, wanaangalia Maria, lakini hawana time ya neno lake Mwenyezi Mungu. Nataka niseme kwamba ile time ambayo tunapatia Maria vile vile tupatie neno lake Mwenyezi Mungu. Tufundishane neno. Kwa sababu maandiko yanasema kwamba when we are sitting at home in our houses, katika manyumba zetu, tukaweza kuzungumzia neno hili. Na sio tu wakati ambapo tumeketi, lakini pia wakati ambapo tunatembea. Pengine unatembea na watoto wako. Najua kuna mambo mengi tunafanya wakati tunatembea na watoto wetu, mastori mbalimbali. Lakini kando pengine na kufundisha watoto wetu kuwa na bidii na mambo kama hayo katika maisha, maandiko yamesema zungumzia neno la Mungu mnapotembea. Impress them carefully, persistently. Yani ni kitu ambacho kinaendelea, sio kitu kufanya once in a while, lakini kila mara mkiwa nyumbani, mnapotembea. Maandiko yanasema kwamba tukaweza kufundisha watoto wetu. Na sio hiyo tu, pia wakati ambapo tunapumzika, wakati ambapo tumelala, lakini si kulala ile usingizi, bali anasema when we are lying down, meaning that wakati ambapo pengine tunapumzika, we can talk about God's word. Tunaweza kuongea kuhusu neno la Mungu, tukufundisha watoto wetu. I know mara nyingi hata wakati ule wa zamani tunapoketi ama wakati ambapo tumepumzika ile kulala chani, kuna mastori ya kina babu na kina nyanya ambazo tulikuwa tunaambiwa. Lakini maandiko yanasema ya kwamba tukaweze kuzungumzia neno la Mungu hata wakati ambapo tunalala, wakati ambapo tunapumzika, wakati ambapo tuko na nafasi nzuri ya kuweza kufanya hivyo. Tukaweze kupeana neno hili kwa watoto wetu carefully. Yani kuna mpangilio na ni kitu ambacho kinafaa kuendelea. Na sio tu hiyo, lakini pia hata wakati ambapo tunaamka, maandiko yanasema tukaweze kuzungumza kuhusu neno la Mungu, tufundishe, tueducate watoto wetu neno lake Mwenyezi Mungu hata tunapoamka. Iwe ni kuamka asubuhi ama pengine kuamka baada ya kupumzika, tukaweze kuongea neno lake Mwenyezi Mungu. Tuelimishe jamii, tuelimishe watoto wetu neno lake Mwenyezi Mungu. Actually kuna mtu alisema ya kwamba the best way to begin the day ni kuzungumzia neno lake Mwenyezi Mungu. Yani uanze na Mungu asubuhi.
Anza na Mungu kwa kuambia watoto wako neno lake Mungu asubuhi. Hapo ndipo baraka za Mungu zinaandamana na watu wake mchana kutwa. Hilo ni jambo la pili. Lakini jambo la tatu pia ambalo tunaelezewa mahali hapa. Kumbuka jambo la kwanza nimesema kwamba neno hili, ama kama vile maandiko yanatuambia, tuweke neno hili katika mioyo yetu, na jambo la pili tukaweze kufundisha watoto wetu. Kwa hivyo neno limejaa katika mioyo yetu, neno limejaa nyumbani kwa sababu tumeelezea jamii yetu, lakini pia anasema kwamba tukaweze kudemonstrate publicly. Jambo la tatu, demonstrate publicly God's commands. Yaani tukaweza kuonyesha kwa umati neno lake Mwenyezi Mungu. Napenda vile maandiko inasema katika mstari wa 8, tie them as symbols on your hands and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and on your gates. Yaani sasa imekuwa public, imetoka katika mioyo yetu ikaingia kwa watoto wetu, sasa imefikia watu wengine, ya kwamba tukaweze kuhakikisha kwamba neno hili tumefunga kama symbols, kama kuna hizo vitu ambazo mabangles ambazo tunazifunga katika mikono yetu, yote ipate kuwa na scripture, ipate kuwa na maandiko yake Mwenyezi Mungu, tukaweze kutembea nayo. Kuna watu wengine wamefungia watoto wao mairisi na kadhalika, unakuta watoto wamefungua vitu. Nimeona mambo haya katika sehemu fulani, sitaki kusema ni wapi, lakini kuna watu wanafikiria kwamba wako safe wanapofunga pengine vitu kama hizo katika shingo zao, lakini ni hatari. The best thing you can do ni kuhakikisha kwamba neno la Mungu limezunguka jamii, kama ni mabango, iwe ni ya neno inaongea kuhusu maandiko, inaongea kuhusu neno lake Mwenyezi Mungu. Bind them on your forehead. Yeah. Tukaweza kufunga. Najua kuna watu wanajiita marastafarian, wanafunga vitu katika vichwa na wamechora vitu fani. Maandiko yanasema kwamba ikiwa tutakuwa na vitu kama hayo, iweze kuwa ni neno lake Mwenyezi Mungu. Tumeweka katika hata our forehead. Tumeyabind pengine katika hizo vitambaa ambazo tunazifunga katika vichwa vyetu. Kwa hivyo wapendwa, maandiko yanasema nini? Tukaweze kufanya write them on your door frames, hata katika milango yetu. Ukiingia katika manyumba mengi utakuta kwamba ni picha za watoto ya wazungu tumeweka katika maukuta zetu, lakini sio neno lake Mwenyezi Mungu. Ni vigumu sana kupata mistari ya Biblia katika manyumba zetu. Unakuta kwamba ni picha tu ambazo pengine hata haina faida sana kwetu. Hizo ndizo tumeweka katika ukuta zetu. Ni jukumu langu na ni jukumu lako kuhakikisha kwamba tumeweka neno la Mungu hata katika door frames, katika milango yetu tukaweze kuweka neno lake Mwenyezi Mungu, hata katika gate pale, kwa gate ile huko nje. Mimi najua kuna watu wameandika umbwa kali na kadhalika, lakini badala ya kuandika umbwa kali, si hata waandike tu Zaburi 23, the Lord is my shepherd. Andika mstari ambao unaonyesha kwamba this person is a Christian. Ni jukumu langu na ni jukumu lako, wewe na mimi, ambao tunamuogopa Mungu, tunampenda Mungu katika mioyo yetu. Ni jukumu letu kuhakikisha ya kwamba neno la Mungu lipo kila mahali. Yaani mimi mwenyewe neno la Mungu linaonekana katika nyumba yangu, neno la Mungu linaonekana katika compound yangu, pale unapoingia katika gate unapata neno lake Mwenyezi Mungu. Kuna mstari ambao umewekwa mahali pale ambayo inatusaidia. Kuna mtu ambaye ananifurahisha anaitwa Augustine of Hippo. Huyu ni wale wanaelewa historia ya kanisa, wanatheolojia na watu wengine wamesoma kuhusu mtu huyu ambaye anaitwa Augustine. Augustine ni mtu ambaye alifanya kazi ya Mungu kwa kujitolea sana. Mtu ambaye mbeleni hakuwa anajua Mungu, hata baba yake hakuwa anajua Mungu, ni mama yake ndiye alifanya akamjua Mungu kupitia maombi, na siku moja akakutana na mtumishi wa Mungu na akaweza kuokoka. Na alipookoka akawa mtumishi ambaye alifanya kazi kwa kujitolea, akawa askofu katika kanisa moja, that's why anaitwa Bishop of Hippo, yani kanisa hili ambalo lilikuwa mahali pale, na akawa askofu mahali pale. Lakini ilifika wakati ambapo huyu mtu alipata corona ya wakati ule, sijui ilikuwa ni shida gani, lakini aligonjeka tu. So alipogonjeka, inasemekana ya kwamba hangeweza kushika hata Biblia.
na nguvu ya kushika hata kitabu, lakini akaita wale watumishi wenzake na akawaambia kwamba kwa sababu mimi sina nguvu ya kushika Biblia na kusoma, nataka muandike katika ceiling ya nyumba, mjaze mistari ya Zaburi. Kwanza hizo za toba, unajua kuna mistari za toba, Zaburi 32, 51 na kuendelea, zikaandikwa mpaka ukuta. So ingawa hakuwa anasoma Biblia, lakini alipokuwa akitazama ukuta ni maandiko tupu. Anatazama wall hii, anasoma mstari fulani. Akiangalia juu ya asili, anaangalia neno la Mungu. Hiyo ndio tabia ambayo tunafaa kuwa nayo kama Wakristo siku ya leo. Ya kwamba wapendwa, wakati ambapo hatuko kanisani kwa sababu ya ibada, tuko na jukumu ya kuhakikisha kwamba neno la Mungu liko kila mahali. Ninaweza nikatembea kwako na pengine mstari ambao umeweka hapo inaweza kunisaidia, inaweza kunijenga. Kuna mtu anaweza kuingia kwako na hajaokoka, akapata mstari ambao katika ukuta ambao inaongelea kuhusu wokovu, na pengine huyo mtu ataguzwa na akaokoka vile Augustine alifanya. In fact, alivutiwa tu na mtoto ambaye alikuwa anatangaza kuhusu vitabu ambazo zilikuwa zinasomwa ya Injili. Akavutiwa na yeye na akasoma na akaokoka. So kuna mistari ambazo zinaweza kuvutia watu pale nyumbani, ikiwa sisi kama Wakristo tutatambua ya kwamba neno la Mungu linafaa kuwa katika mioyo yetu. Hiyo ndio jukumu yangu na jukumu yako, na tuhakikisha ya kwamba neno hili limefikia watoto wetu, limefikia jamii, na tuhakikisha ya kwamba neno hili limesambaa hata kule nje. Ninapotembea neno la Mungu linaonekana. Siku hizi ukitembea ukikutana na watu, hata ujui kama ni watu wamechora tattoo kila mahali, si mikono, sio wapi, tattoo zimejaa. Badala ya watu kuweka neno la Mungu katika miili yao, wanaweka tattoo, wanaweka vitu ambazo pengine hazitawasaidia katika maisha. Wacha Mungu atusaidie ili tuelewe ya kwamba tuko na majukumu kama Wakristo. Tunapongojea kurudi katika nyumba ya Mungu, wapendwa, tufanye kazi ambayo tunafaa kufanya pale nyumbani. Manunguniko haitatusaidia. Sijui umesoma chapter ngapi ya Biblia tangu corona hii ilipoanza, umesoma mistari mingapi? Umekuwa na ibada ngapi pale nyumbani? Umesonga hatua gani ya imani? Neno la Mungu limejaa namna gani katika moyo wako, kwa watoto wako, na inadhihirika namna gani hata kule nje kwa majirani na watu wengine? Mungu atusaidie na akaweze kutubariki. Mimi na wewe tuko na jukumu ya kufanya neno la Mungu kwanza ndani yako, kwa watoto wako na kwa watu wa nje, idhihirike hata kwa watu ambao ni wa nje. Mungu awabariki sana na apate kuwatendea mema. Baba Mungu, katika jina la Yesu tunashukuru kwa neno hili. Wacha itusaidie wakati huu mgumu, tujue kwamba tuko na majukumu kama Wakristo ya kuhakikisha kwamba neno lako liko katika mioyo yetu, kwa watoto wetu, na hata Bwana inabariki hata watu ambao wanatutembelea ama tunaeneza Injili kwa watu ambao hawajakujua. Utupatie nguvu na utuwezeshe. Katika jina la Yesu naomba nikiamini. Amen. Mungu awabariki sana.